Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, na wasalimu katika jina la Yesu. Kama ilivyo kawaida yetu, inapofika siku nyingine au wakati mwingine, tunakwenda kujifunza neno matakatifu ya Mungu ambayo tunayatoa katika kitabu cha Biblia. Itakuwa ni ya baraka zaidi. Kabla hatujaanza kusoma neno, twende karibu na Mungu tuombe, ili aweze kutufunulia kile tunachokiongea basi kiwe cha kweli, na Mungu aweke maneno katika vinywa vyetu ili tuweze kulijua ili neno. Afumbue masikio yetu tuweze kuona, na azibue masikio yetu tuweze kusikia kile ambacho tunakwenda kuhubiri. Amen. Niseme hivi: Bwana Yesu, ninakuomba nifunulie siri iliyojificha katika maandiko haya au katika kitabu hichi, ili niweze kuona siri hiyo na kusikia siri hiyo. Baba, ninakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Amen. Kwa kusema hilo, inakuwa ni neema juu yetu, maana si kwa uwezo wetu, bali tunamtegemea yeye Bwana. Amen. Leo nataka tujifunze neno fulani hivi katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Tutakwenda kusoma kitabu cha Mambo ya Walawi, mstari wa Walawi 19 mstari wake wa 18. Amen. Inasema hivi: msifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana. Amen. Tusifanye visasi juu ya majirani zetu, tusifanye visasi juu ya watu wako. Kwa nini ufanye kisasi wakati tunajua Mungu ni pendo, apenda watu? Mbona Mungu afanye kisasi juu yako? Nini inaokufanya upate ghadhabu ya kufanya kisasi juu ya mwingine? Amen. Naweza nikakufafanulia au kukupa maana ya hili andiko kwamba usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali mpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana. Amen. Unaposema usijilipizie kisasi, ni Mungu anakataza kulipiza mabaya kwa mabaya. Sijui unanipata hapo? Wala usiwe na kinyongo, ina maana usihifadhi chuki moyoni mwako dhidi ya mtu mwingine au dhidi ya mtu. Unaona hilo neno, ili andiko tunavyolichambua: mpende jirani yako kama nafsi yako, means uwatendee wengine kama uwatendee wengine kwa upendo na huruma kama unavyojitendea wewe mwenyewe. Hii ni amri kuu sana ya upendo. Hata Bwana Yesu Kristo aliitaja kama mojawapo ya amri kuu zaidi. Pia inapatikana katika Mathayo 22 mstari wake wa 37. Utaipata ili andiko au hii amri. Somo hili linatufundisha kwamba samehe, ondoa chuki, ishi kwa upendo. Ni neno fupi sana, andiko fupi sana, lakini lina maana kubwa sana. Ukiishi humo, basi utamtambua Mungu na utamwona Mungu. Amen. Niseme bye bye na kubarikiwa sana.